Mimi kwa majina naitwa mwanaharakati huru Cyprian Majura Musiba. Niko hapa kuzungumza na Watanzania wenzangu kupitia vyombo vya habari kwa sababu nimetuhumiwa na naendelea kutuhumiwa na watu wanaojiita wazee wa taifa. Narejea tena, na watu wanaojiita wazee wa taifa. Sasa nitamchambua mmoja mmoja. Sasa kumekuwa na mjadala, ndugu wa Tanzania wenzangu na waandishi wa habari walioko ndani na nje, kuhusu mimi, kana kwamba mimi ni tatizo katika nchi yetu. Lakini mijadala kama hii ilikuwepo wakati huo wakina Balozi Dr. Wilbrod Slaa. Mimi sio wa kwanza kwa mjadala. Sasa niliwahi kusema kwamba kuna Watanzania wachache walioko ndani ya Chama cha Mapinduzi na wengine wako serikalini, lakini pia na baadhi yao wanashirikiana na vyama vya upinzani wakiwa na ajenda ya kuidhoofisha serikali ya Tanzania, serikali ambayo imechaguliwa kidemokrasia, serikali ambayo imechaguliwa kihalali na wananchi wa Tanzania. Nimetaja sana haya majina, nimeyataja sana mara nyingi, nimekuwa nayataja sana, na watu walidhani mimi ninataja tu majina ya wapinzani, lakini mimi nilisema siwezi kuongelea wapinzani peke yake, kwa sababu nchi hii inajengwa na Watanzania wote, wapinzani na sisi. Na kuna wakati niliwataja hao wazee wanaojiita wazee wa taifa, hawakuibuka. Nikasema kwamba kuna mikakati ya kutaka kumdhoofisha Mheshimiwa Rais kupitia mkutano mkuu wa CCM, wakaibuka. Sasa ninawachambua mmoja baada ya mwingine. Wa kwanza, mtakatifu huyu anaitwa January Makamba. Kwanza, kabla ya kuzungumzia habari zake, naomba niseme kwamba yaliyokuwa kwenye waraka yote, hakuna hata jambo moja la maana. Ni mambo ya kitoto. Naomba niwaelezee namna January Makamba asivyokuwa mwadilifu na namna ambavyo ni sehemu ya watu waliofanya ufisadi katika nchi yetu, lakini kwa sababu ni mtoto anatoka familia ya kiongozi ni untouchable. Ilikuwa untouchable kwao, kwamba masikini akikosea tunawakuta Segerea, lakini watu kama hawa, watoto wa viongozi, wakikosea wao wanakula bata, kazi na bata. Sasa utaratibu huo sasa haupo. Utaratibu huo sasa haupo. Nchini ya Watanzania wote, whether ni mtoto wa maskini au ni mtoto wa tajiri, ni Watanzania wote. Wote wana haki ya msingi katika nchi yao. Sasa bwana huyu January Makamba kuna kampuni yake. Naomba niseme taarifa fupi ya mkopo uliotolewa kwa Bumbuli Development Corporation Limited BDC. Kampuni ya Bumbuli Development Corporation BDC iliandikishwa tarehe 18 mwezi wa 10 2010 na kusajiliwa kwa namba 79283. Wakurugenzi wa kampuni hiyo ni Mheshimiwa January Yusuf Makamba na Najim Zuberi Msenga. Tarehe 2 Februari 2015 kampuni hiyo ilipewa mkopo wenye jumla kiasi cha shilingi bilioni 1 uliotakiwa kurejeshwa ndani ya miaka 5. Mpaka kufikia Juni 2019 kampuni hiyo ilikuwa imerejesha shilingi milioni 100 tu. Mfuko umefanya tathmini na kugundua kuwa mkopo uliotolewa kwa kampuni ya Bumbuli Development Corporation Limited ulikuwa na mapungufu yafuatayo. Naomba msikilize Watanzania wenzangu, muone namna watu walivyotafuna nchi hii. Kulingana na masharti na taratibu za NSSF, kiasi cha juu cha mkopo kilipaswa kuwa shilingi milioni 51.02, lakini kampuni hiyo ilipewa shilingi bilioni 1, na kati ya shilingi bilioni 1
shilingi milioni 100 tu ambazo ni sehemu ya riba ndizo zilizorejeshwa mpaka sasa. Hakuna uhakika kuwa kiasi cha shilingi bilioni 1 kiligawiwa kwa wahusika, yaani wanachama wa BDC walikuwa 133 kufuatana na matakwa ya kipengele 217(2) cha NSSF cha mwongozo wa utoaji wa mkopo wa aina hii. Leseni ya biashara iliyowasilishwa ni kutoka wilaya ya Ilala na sio Lushoto. Yaani kampuni ilisajiliwa Ilala sio Lushoto, lakini watu wako Lushoto. Tarehe 31 Mei 2018 mfuko ulipokea barua kutoka ofisi ya Tanga ikieleza kuwa ofisi ya BDC imefungwa. Mfuko umekuwa ukifuatilia deni hili bila mafanikio yoyote. Mnamo mwezi Machi 2019 mfuko uliandikia Wizara ya Kazi kuiomba serikali kuingilia kati na kumtaka Mheshimiwa Januari Makamba akiwa mmoja wa wakurugenzi wa BDC kulipa deni hilo. Hadi kufikia Juni 2019 deni la Bumbuli lilikuwa limefikia shilingi bilioni 1 karibu na milioni 500. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1 ni mkopo halisi, yani principal. Shilingi milioni 289 milioni 752,552.04 ni riba na shilingi 259 milioni 502,668.87 ni tozo, yani penalty. Januari anadaiwa bilioni 1 na milioni 500. Alichukua kwa ajili ya urais. Hiyo fedha ni ya wastaafu wa NSSF na mifuko mingine. Chukulieni angekuwa amechukua mwananchi wa kawaida, angekuwa Segerea. Ni sababu gani zinawafanya NSSF kwa mkurugenzi wake Elio anashindwa kwenda TAKUKURU, na kwa sababu shahidi upo akaiombe TAKUKURU impeleke mahakamani Januari Makamba? Ni sababu gani? Mahakama na mahabusu zipo kwa ajili ya masikini tu? Mahakama na mahabusu zipo kwa ajili ya familia maskini? Sababu gani inafanya huyu mwizi huyu, maana yeye ni mwizi huyu, kutopelekwa mahakamani na hizo fedha bilioni 1 na milioni 500, na wale watu 133 walioko Bumbuli hata mmoja kuweza kupata chochote? Sasa mimi kama mwanaharakati huru, na ninaomba sana Watanzania wenzangu mnielewe, situkani watu. Haya mambo hayakuwa kawaida, kwa sababu ukiwa CCM wewe uguswi, ukiwa mtoto wa Kigogo wewe uguswi, wanaguswa watu wengine. Sijawahi kutukana mzee yoyote, ninazungumzia mapungufu ya hao wazee, ufisadi waliofanya na namna walivyoidhalilisha nchi yetu. Bilioni 1 na milioni 500 zingejenga madarasa mangapi? Zingejenga barabara ngapi? Zingejenga hospitali ngapi? Zingesaidia wanafunzi wa vyuo vikuu wangapi? Zingezalisha wakina mama wajawazito wangapi? Leo Januari Makamba yuko nje. Kwa nini asipelekwe mahakamani? Alitakiwa awe ndani, ashtakiwe. Sasa jambo lingine linalomhusu bwana, wakati yuko Forest pale sekondari, kuna rafiki yake mmoja alikuwa anaitwa Caesar, alipigwa risasi kwa ujambazi. Naomba Januari ajibu, huyo Caesar huyo ni rafiki yake au sio rafiki yake, na kwa nini aliuawa na yeye akapigwa risasi chini ya kisigino hapo, kabla ya mzee wake kumhamisha hapo Morogoro Forest kumpeleka huko kwenda kusoma nje ya nchi? Mzee Yusufu Makamba alishiriki kuuza ardhi na jengo la CCM mkoa wa Dar es Salaam kwa kampuni moja ya mafuta inaitwa Oilcom, wakati huo akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, jambo ambalo lilipelekea CCM kupata wakati mgumu na wagombea wasio na sifa. Ukipita pale Kariakoo umevaa shati la CCM wanakutukana fisadi, mwizi. Nani asiyejua hilo kwamba CCM kilikuwa kimekufa? Nani asiyejua? Makamba aje ajibu hizi hoja, sio kulalamika. Chama cha Mapinduzi kilikosa weledi wa kuongoza nchi hii kwa sababu ya sifa iliyokuwepo hapo nyuma kabla ya Rais Magufuli ajaye. Ilikuwa rushwa, ufisadi, dharau kwa watu. Watu walikuwa wanabambikiwa makesi. Yaani mtu, wale maskini wale walikuwa wanabambikiwa kesi tu. Mahabusu mle walijaa tu watu maskini kwa sababu ya kipindi chao cha kina Makamba.
Leo hii Mheshimiwa Rais Magufuli ameondoa Bunda pale, kwa mfano walikwenda gereza la Bunda, kulikuwa na kesi watu wamebambikiwa 47, watu wako mahabusu 47 gereza la Bunda. Mheshimiwa Rais Magufuli amefuta zote, kawaondoa gerezani, na ni nchi nzima. Sasa hivi watu wanadhaminika, hakuna kesi sio dhaminika. Kama sio Magufuli, hawa wanyonge wangeishije hawa? Wakati wa kina Makamba, mifuko ya simenti akienda kwenye duka la Wahindi anaenda anachukua tu mifuko 100 200. Mimi ni katibu mkuu wa CCM anachukua tu. Rasilimali zote za chama wameshiriki kuziuza wao. Mheshimiwa Rais Magufuli amerejesha zote. Alafu mimi nikisema wanasema anatukana wazee. Ni mzee gani huyo? Na Nyerere tutamuita nani? Mheshimiwa Nyerere, Mheshimiwa Mkapa tutamuita nani? Mheshimiwa Mwinyi tutamuita nani kama wao ni wazee? Kwani Chama cha Mapinduzi kilikuwa na makatibu wangapi tangu historia yake? Kwa nini Makamba na Kinana? Kwa nini? Kwa sababu walitumia ofisi ya umma kufanya biashara na rushwa ikatamaraki wakati wao. Abdurahmani Kinana, naomba muwe wavumilivu, maana hamjazoea. Alishiriki kuuza ardhi, alishiriki kuwatukana mawaziri mizigo. Nafikiri mtakumbuka. Kinana alikuwa akizunguka anasema mawaziri mizigo, mawaziri mizigo, mawaziri mizigo. Akaleta taharuki katika serikali ya awamu ya 4. Nani alimtuma akawatukane mawaziri kwamba ni mizigo? Alikuwa na kashfa ya kuwa miongoni mwa Watanzania waliojihusisha na ujangili, madawa ya kulevya na muuzaji mkubwa wa Mandrax. Hiyo haijathibitika, lakini ndio zilikuwepo kashfa hizo kwamba Kinana anashiriki kuua tembo wetu. Chadema amesema sana, Dr. Silaa. Wewe, kitu ambacho kinashangaza sana, haya mambo mimi nayasema yalikuwa yanasemwa. Wanasema tunatukana wazee. Leo mtu mmoja yule ambaye kamchukulia Mariam Philip Njombe mke wake sio Zitto Kabwe anamtetea Kinana leo. Zitto Kabwe huyo kabisa, yeye ndio alikuwa anaongoza mashambulizi ya Kinana kuua tembo. Tembo wetu wote walikuwa wanakufa kule, walikuwa wanakaribia kuondoka. Faru wanataka kuondoka wote, twiga wanapekwa kwenye ndege wanakwenda huko nje. Leo Zitto anatetea mambo hayo kweli? Nonsense. Yaani Zitto angekuwa karibu ningempiga kibao. Ninaambia kweli, ni mjinga kabisa. Wao ndio walikuwa wanapiga kelele kuhusu ufisadi na wizi, CCM mafisadi, wizi. Leo anakuja mwanaharakati huru kutoka familia maskini kabisa, situmwi na Ikulu, situmwi na serikali wala CCM. Naomba nirudie tena, mimi naongea hapa, situmwi na CCM, situmwi na Ikulu wala serikali. Serikalini kuna msemaji anaitwa Dr. Abasi, Ikulu kuna msemaji anaitwa Msigwa, CCM kuna msemaji anaitwa Polepole. Mimi ni mwanaharakati huru. Katiba ibara ya 18 inaruhusu Watanzania kuongea bila kuvunja sheria, na mimi naongea kwa nia njema sana. Nani asiyejua kwamba Kinana alikuwa na meli ikamatwa huko inaenda Italia ikiwa na meno ya tembo? Kinana alihusika na uuzwaji wa mtambo kwa kuchapa magazeti wa CCM. Hizo ndio hoja ambazo wanatakiwa waje wajibu, sio kunishambulia mimi. Ule mtambo uliuzwaje? Waliuzia kampuni inaitwa Jamana Printers na huko Mwanza huo mtambo. Waje wajibu hizi hoja, sio kunishambulia mimi mwanaharakati. Alihusika na upotevu mkubwa wa mali za CCM na alihusika katika mikataba mibovu iliyoingiza chama kwenye madeni makubwa. Alihusika na ukopwaji wa pesa za uchaguzi zaidi ya bilioni 10 ambazo zilikuwa zinachangwa kwa siri bila kumuhusisha mgombea wa chama. Zilikuwa zinatoka kwa Wachina na baadhi ya wafanyabiashara wenye asili ya Asia na makampuni makubwa ya nje. Nawaambia vumilieni, hii ni dawa, ngoja iwaingie. Kinana ajibu kuhusu mashine za kufulia zilizoletwa kama msaada wa wahisani kwenda kwenye hospitali ya Mount Meru, lakini msaada huo kayeyuka, akampa mdogo wake anaitwa Ahmed Nuru Kinana ambaye alifungua dry cleaner moja maarufu sana maeneo ya Metropole pale Arusha inaitwa VIP. Haya ndio ya kujibu, wajibu haya, waspaniki. Anahusishwa na kampuni ya kitalii ya Atmas pamoja na kampuni ya Oil Energy ambazo zilipata mkopo kutoka Exim Bank, mkopo wa dola bilioni 1.5.
Hao watu walikuwa na nchi wanataka, walikuwa wamefanya tu kama chaka hivi. Mkopo wa dola bilioni 1.5 dola kutoka Exim Bank. Hizo hela zilikwenda wapi? Anakuja rais ambaye walimhitaji muda mrefu, anajaribu kusema jamani, tufanye kazi, mambo ya dili imeishia hapo. Mheshimiwa Rais Magufuli halali anatembea mabarabarani kila siku ya Mungu, kila siku yuko mabarabarani, anaongea na watu, anaongea na wafanyabiashara, anaongea na watu wa madini, anaongea sasa hivi ataongea na wafugaji. Mnataka rais wa aina gani katika Tanzania? Hakuna mtu anayedharau wazee, lakini wazee wapo na wazee wengine hawana busara wala hekima. Tanzania na rasilimali zake hizi ilikuwa mbali sana. Umri wa Tanzania ukijumlisha na kilichopo haviendani. Na ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya watu kama akina Kinana, kwa sababu walikuwa CCM, wao walikuwa waguswi, wakina Makamba wanakwenda misaada inakuja kutoka nje, wanachukua inakuwa ya kwao. Wanafanya biashara zao. Wanafanya kwa maslahi ya watoto wao. Nchi na watu wengi. Umaskini huu, hawa watu ni miongoni mwa watu waliosababisha umaskini wa nchi yetu. Hivi naongea vibaya? Hivi wa Tanzania mkiwa huko pembeni mnaongea jamani, yaani ufisadi huu, yaani ya watu ni ufisadi. Mkipata mtu wa kuzungumzia kwa uwazi, na nyinyi mnaungana na hao wezi. Sasa amekimbilia nini? Kinana sasa hivi sikakimbia yuko nje huko. Na kama mjui, Kinana ni raia wa Canada na ni raia wa Tanzania. Wewe ulishawahi kumwona mke wa Kinana hapa Tanzania? Au watoto wake? Mnawajua? Sasa hivi yuko Canada na ni raia wa Canada na hawezi kurudi kwa sababu aliyoyafanya katika nchi ni mazito. Na mimi naongea kwa maslahi yenu. Nikifa hamtonisahau, mtasema jamaa alikuwa anaongea ukweli. Kwa sababu wote tutakwenda tu chini. Wote tutakwenda. William Ngereja. William Ngereja alionekana akimtukana sana kwenye ile tape, amenitukana sana mimi. William Ngereja alinitukana sana. Lakini William Ngereja ni sehemu ya watu walioitikisa serikali ya awamu ya 4 kwa ufisadi. William Ngereja. Na labda kama mimi nashangaa sana Rugemalira uko jela na bila test, lakini Ngereja yuko nje na sielewi kwa nini. Ngereja anatakiwa ajibu hoja hii na naomba ujumbe umfikie. Mke wake akiwa waziri wa nishati na madini waliiba bilioni 1. Mke wake akaiweka kwenye begi, akawa anataka kwenda uwanja wa ndege pale aipeleke Kenya. Kwa sababu serikali zile zilikuwa za kazi na bata. Mtu mmoja aliyekuwa pale uwanja wa ndege akamwambia, bwana, hizi hela unazipeleka wapi? Sikiliza, kwa kusaidia tu, kwa sababu mume wako ni waziri wa nishati, kapitie mpakani Kenya na Tanzania. Huyo mama, yani mke wa Ngereja, akachukua fedha zake akaenda mpakani mwa Tanzania, akaenda kuzifisha Kenya. Mke wa Ngereja. Alafu na yeye anahusika eti naye anamkejeli rais. Ngereja leo anamkejeli rais. Hivi mimi ningekuwa akia Mungu. Ngereja, unamkejeli rais leo? Nape Nnauye. Nafikiri hakuna asiyejua kwamba aliwahi hadi kumwambia Lowassa kwamba atakufa muda wowote. Ana PhD ya kutukana wazee. Yaani ana PhD ya kutukana wazee. Leo yeye ndo anatengeneza waraka wa kuleta mkanganyiko kwenye serikali ya awamu ya 5. Nani asiyejua kwamba yeye ndo alikuwa anaongoza kutukana wazee? Aliuza mtambo wa CCM wa kuchapa magazeti. Nape Nnauye. Ajibu hayo. Ajaribu kujibu hayo. Aliwahi kumuita Lowassa kwamba atakufa muda wowote tu. Lowassa mpaka leo yupo anadumu. Mbona wakuoja hayo? Mbona tukaona waraka? Nani alikuwa na jeuri kama Nape? Yeye ni nani? Kwamba yeye, yani kuna watu wanajiona kwamba wao ndio walimsaidia Mheshimiwa Rais kuingia Ikulu. Mheshimiwa Rais alichaguliwa na Watanzania. Mheshimiwa Rais wa Tanzania wote walimchagua. Ndani ya Chama cha Mapinduzi kuna utaratibu. Na Mheshimiwa Rais Magufuli alijiuza mwenyewe kwa sababu akiwa waziri wa ujenzi alijiuza. Akiwa waziri wa mifugo na uvuvi alijiuza kwa maana alifanya kazi. Alikuwa ni kati ya mawaziri bora. Na utafiti ulifanyika na taasisi mbalimbali
kwamba mheshimiwa rais wa sasa akiwa waziri ndiye alifaa kuwa rais wa nchi hii kwa sababu alikuwa waziri bora. Mtu anaweza kuchukua bilioni 1 na milioni 500 na anagomba kurudisha na hakuna TAKUKURU kumuona. Hivi ni halali hiyo? Unajua, tutaonyesha barua ambazo zimetoka, yani kaandikiwa, pamoja na kwamba ofisi ya waziri mkuu kupitia kwa waziri yule anayehusika na bunge Mhagama alimwandikia barua, tunaomba ulipe hizi hela. Amewagomea. Barua ninazo hapa, maana mimi wasi bumbi, barua zipo. Leo hii mtu anachukua dola bilioni 1.5 kutoka Exim, hakuna anayeguswa. Hivi nchi, wananchi wenzangu, mimi naomba mnielewe sana. Sina ubaya na mtu yoyote, sina ubaya na kiongozi yoyote, lakini nchi ililiwa sana. Naomba Watanzania wote, tulizoea kuibiwa ndo tunapenda. Yani sisi mtu akiiba ndo tunamwona wa maana. Mtu akifanya kazi anaonekana hafai. Rais Magufuli tunapaswa kujivunia. Ni fedha ngapi zilikuwa zinapotea safari za viongozi kwenda nje? Kwenye madini mle. Watu wa CCM walikuwa kwenye madini mle. Ndio walikuwa wanafanya mambo ya ajabu. Na wapinzani walikuwa wanasema haya mambo. Leo wapinzani wanaungana na CCM tena. Kwenye madini. Bahari Kuu, kwenye maziwa huko, walikuwa na makampuni yao yanavua samaki yanakwenda Ulaya, Watanzania tunakula makapi. Leo sisi tunasema vitu vya msingi sana kwa ajili ya taifa letu. Watu wananiona mimi kwamba sina nidhamu. Mimi nadhani watu wa CCM wanapaswa kunishukuru. Watu wa serikali wanapaswa kunishukuru kwa sababu mimi nawasaidia wao. Na hata wapinzani wanapaswa kunishukuru kwa sababu niliwahi kusema Mbowe anachukua fedha za chama anatumia kwa yeye binafsi, lakini chama hakiendelei. Ile ni ofisi ya Chadema ile. Tuachane, hiyo sio agenda. Leo ni agenda ya hawa jamaa. Bernard Camillus Membe anasema mimi naongea sana, sichukulia hatua na vitu kama hivyo. Huyo mtu anaendelea kupiga simu Zimbabwe na DRC Congo, makampuni ambayo yanakuja kuwekeza hapa Tanzania anayashawishi yaondoke yakawekeze nje. Huyu ndo kinara wa kumkejeli Mheshimiwa Rais Magufuli. Kinara huyu, joka la kibisa. Leo Zito anataka kumchukua eti huyu ndo awe mgombea wake. Hivi Membe nikigombea naye mimi atanishinda kweli? Ana mahoteli kule Mtwara kule na Lindi. Walikuwa na mahisa humu kwenye makampuni bomba la mafuta humu, wale watu walioletwa wale kuchimba gesi pale Mtwara. Walikuwa na hisa kwenye makorosho haya Makangomba wanaita, walikuwa na mahisa humu. Hawa watu wanataka kumtoa kwenye reli kiongozi wetu wa nchi, ashughulike na wao, alafu ashindwe kutekeleza miradi, waje waseme. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, yuko imara kweli kweli. Na hata hawasikilizi. Kuna watu wanasema yani bila wao watu waovyo kabisa. Ndugu wa Tanzania wenzangu, Membe ameshiriki kile kiwanda cha simenti 100% kuchukua zile fedha. Ushahidi wa kimazingira unaonyesha. Yaani unajua tatizo la nchi yetu hii, na mimi wakati mwingine TAKUKURU hata wasi waelewe. Hivi eti kisa alikuwa waziri wa mambo ya nje hawezi kukamatwa. Wanapinda hivi. Mbona hao watu maskini mnawakamata tu? Yaani mtu tu kaonekana amekula milioni 30 anakamatwa. Huyu wanapinda tu. Tena wengine ndio wanapiga na simu kabisa, "Wewe mzee, kuna nani ya kuja kukamata huko?" Hivi nchi hii itaendelea lini? Mnataka mwe na rais gani? Nchi inaliwa kijinga. Watoto wetu wanasoma hovyo. Rais Magufuli sasa hivi ukienda kwenye masekondari, kwenye hospitalini anafanya vitu vikubwa sana. Halafu eti hawa watu wanashirikiana tena kutaka kumdhoofisha. Nikisema mnasema anatukana wazee. Kweli? Tuko serious na kumsaidia rais kweli? Ndio maana nikasema yani Watanzania kwenye kila idara na kwenye vyombo vyote ndani ya chama wamsaidie rais kwa vitendo. Rais anajenga miradi mikubwa, ni kwa maslahi ya Watanzania. Ile reli ikiisha, wapande Wasukuma tu, watapanda Watanzania wote. Sasa hivi wamepelekea reli kule Wachaga kule, kawapelekea reli kule. Ilikuwa imekufa miaka 18.
wamekwenda kule. Sasa hivi watu wanafanya biashara kule. Hayo hamyataka. Mlizoea yani watu wapige pige tu. Anajenga kivuko kule Nyasa, tayari kimeanza kufanya kazi. Sio Nyasa, meli kubwa. Juzi nimeona Mwanza pale anampigia katibu, anasema leta haraka vifaa hivyo, reli ijengwe, sio Victoria. Kwa Tanzania tulizoea kuibiwa na kuchekewa. Mtu anakwenda Ulaya mara 50. Yaani serikali ya kina Membe nusu walikuwa Ulaya, nusu walikuwa Tanzania. Serikali ya Magufuli iko Tanzania na inafanya kazi leo, kesho na hata milele. Wanataka rais wa aina gani? Mwisho taruhusu maswali. Kuna gari inanifuatilia. Kuna mtu anaitwa Emmanuel Nchimbi, na mimi siwezi kuacha kumsema kwa sababu ndiye anafanya mipango yote hii. Hiyo gari ni Prado jipya. Humo ndani ya hiyo gari kuna Wasomali wawili. Max Mero wa Jamii Forum na Nchimbi na Membe. Hiyo gari ni nyeusi, namba zake ni T 982 DAZ. Imenunua pale Morocco Mataa kwa Pakistan pale. T 982 DAZ. Lakini ikifika usiku wanabadilisha namba, wanaweka fake. Wale jamaa wanatembea na silaha mbili, wananitafuta. Yaani kana kwenda wapo. Na mimi nishasema kufa kupo, wote tutakufa, hakuna atakayepona. Lakini kwenye maslahi ya nchi hii huwezi kuogopa kusema, kwa sababu utaratibu ulikuwa ni kwamba ukiwa CCM eti huwezi kusema. Mheshimiwa Rais wa awamu hii anataka watu waseme, hata yeye wanamsema. Utaratibu ni kwamba ukiwa CCM, ukiwa mwizi haugusu. Usipokuwa CCM unagusu. Utaratibu huo. Mshukuruni Mheshimiwa Rais huyu. Mimi nawaambia Watanzania, hamtopata rais kama huyu. Kama mlisema yule bwana ni dhaifu, mkasema kuna watu wanachekewa, mnapata rais Ikulu pale hakuna biashara. Kwa mara ya kwanza baada ya Mwalimu Nyerere pale Ikulu kulikuwa na mambo pale. Kwa mara nyingine Ikulu pale hakuna biashara na hakuna anayekwenda ovyo ovyo. Hakuna mtu anakwenda Ikulu ovyo ovyo sasa hivi. Mimi bwana unanijua mimi. Haipo tena. Akamatwa pale Mataa, amejaza labda meno ya tembo, simu inapigwa, mwacheni huyo. Hiyo haipo tena. Kuoneana hakuna. Mnataka rais wa aina gani wa Tanzania? Mimi ninasema kwa mtu ambaye namuona kabisa tulimuhitaji kwa miaka mingi. Lakini watu wanapofanya ufisadi lazima wasemwe, na ndio maana kina Zitto amekuwa na bumba tu. Anakwenda kule anatengeneza, anasambaza kwenye mitandao kule. Mheshimiwa Rais, nani hapa? Tuambiane, nani anajua familia, hata watoto wawili tu wa Mheshimiwa Rais wa sasa? Mheshimiwa Rais huyu tumeletewa, yani ni zawadi na lazima tumlinde. Na Rais Magufuli anatakiwa alindwe na Watanzania wote bila kujali itikadi zao. Wapinzani na watu wa CCM wote wana haki ya kumsaidia Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kusema ukweli, sio kuonea mtu. Mimi hapa sionei mtu. Ndio maana nimetaja hao wazee wenu waje wajibu hoja hizi. Hao waliotoa waraka hao waje wajibu hoja, sio kuniataki mimi. Waje wajibu hoja tu. Mimi sidharau mzee, situkani mzee. Walitukana sana wao, wakamwita Lowassa amekufa. Sijawahi kutukana mtu. Mimi ninatoa mapungufu yaliyokuwepo kwenye serikali zao. Wamwache rais wa sasa afanye kazi yake. Waje wamjadili akimaliza muda wake wa miaka 10 kwa mujibu wa taratibu zao. Na kwa mujibu wa kanuni za CCM, kanuni. Kwa sababu viongozi hao walioandika waraka na vijana wao walitakiwa wafukuzwe immediately. Watawaribieni chama, na kama muamini ngoja tuende kwenye uchaguzi. Wameanza vikundi na vikao vyote vya hao wazee wanakaa kwa Kinana. Labda kwa sababu nimesema sasa hivi hawatokaa tena, maana Kinana kaishakimbia. Ameenda nchini kwake huko Canada huko. Yule harudi tena hapa Tanzania. Yaani hawa jamaa miongoni mwao kwenye aka kakundi nilikokataja,
nchi hii walichukua kama ya kwao. Mambo mengi aliyoacha Mwalimu Nyerere waliua yote, waliyaua yote. Na moja ya mambo ya hovyo, kama utakumbuka, memba alikuwa anadai raia pacha, anapigia kelele raia pacha, akienda hata Kinana pia wakati wa utawala wao. Walifanya hivyo ili kuhalalisha mambo yao ya hovyo kwenye nchi hii na walifanikiwa.